Matumaini yetu kuona mpo wengi mnafuata television ya Raia kutoka kunako mlima Mogoma. Habari za tujulisha ya kwamba sikukuu kimataifa ya uhuru ya upashaji habari ni tarehe 3 Mei. Kiwango kilicho chapishwa kinaonesha kuwa katika nchi 116 kati ya 118 zilizochambuliwa na shirika Reporters Sans Frontieres, vyombo vya habari havijapata utulivu kipesa. Kwa upande mwingine, JED amepana pia maoni yake. Tumfuate. Wapasha habari wanakuwa na nguvu gani ya kuweza kupana habari inayoleta amani? Ndio inakuwa mambo yenye inakiukiwa kila wakati, na hiyo mpasha habari anaweza kuwa na nguvu ya kutoingia katika jela. Hiyo mambo yote inapekuliwa na RSF, na ndio maana Kongo ya Kidemokrasia inashuka sana. Ilikuwa mwaka uliopita 2024 kwenye 123e place. Kwa mwaka wa 2025 inakuwa 133e. Ni recul ya nguvu sana. Hali iko nguvu kweli, hali haiko nzuri, lakini kwa kubakia bwima katika upashaji habari, inafahamu pasha habari anajua mazingira gani yanatumika ndani. Kila siku tunaambiaka wapasha habari kama yule anayestahili kuitwa mpasha habari ni mwenye analamuka asubuhi nyumbani, anafika kwenye chumba cha utungaji wa habari ama redaction yake, anaenda uwanjani, anarudi mbele ya microphone yake, mbele ya kamera, anapana habari ama anaandika kwenye gazeti. Fasi ya mpasha habari sio kuwa kaburini. Na ukitaka unaenda kaburini mbio, fanya hiyo pasha habari yenye haiheshimu mazingira yanayofanya. Na ingine kitu ukaangalia vizuri wapasha habari waache hiyo kukimbilia mambo isiyocheuliwa, na itatuma zaidi na zaidi wapasha habari wanaanguka katika shida. Na nyingine ni kuweza kujua kama katika kazi ya upashaji habari kuna maisha ya watu wengi, na ndio maana inafaa tuweze kubadilisha upashaji habari wetu. Tuchungue kitu gani inaendeka mazingirani, kitu gani inaendeka kwa ulimaji, kitu gani inaendeka. Kwa hiyo kupasha habari inayoleta amani ama kufanya journalisme de paix itasaidia raia zaidi kukuwa na imani kama kesho itakuwa nzuri kuliko jana ama kuliko leo. Kwa habari tu hizo, waandishi wa habari wengi wametambua kuwa kazi yao ya uandishi habari inakumbwa siku hizi na shida, na imekuwa yenye kushuka kwa kazi yao. Machambuzi haya yaliweza kutolewa kupitia sikukuu ya uhuru ya upashaji habari inayosherekewa kila tarehe Mei. Tufuate. Uhuru wa upashaji habari, wapasha habari wengi wanakubali kukumbana na shida nyingi ndani ya kazi yao, hasa shida za kiuchumi. Walisema hayo kufuatana na sikukuu ulimwenguni ya upashaji habari inayosherekewa kila tarehe 3 Mei. Thierry Munguiko akiwa mpasha habari wa RTCT alisema kwamba kuishi na kazi ya upashaji habari peke yake inakuwa nguvu siku hii. Kwa leo kabisa kuna maorganization fulani nyingi ambazo zilikuwa zikisaidia maredio hata na wapasha habari, lakini kwa leo haziko. Anapasha kula, anapasha tunziwa, iko na watoto analipia masomo, anafanya, lakini hiyo hali inatuma mpasha habari hata kazi anayoifanya asifanye vizuri, sababu kisaikolojia kupitia hiyo hali ya uchumi ambayo sio kwa vizuri hatumiki kazi yake vizuri. Kwake Anet Bahati naye alisema kwamba shida ziliongezeka hasa zaidi wakati huu. Kwa ngambo ya kiuchumi unakutana vyumba vya radio vinakuwa na hiyo shida, kwanza hata ya kuchukua pesa kwenye benki kwa kulipa wafanyakazi. Kwanza hii
Hata mimi mwenyewe kuna yale madogo ningekuwa nayo kwenye benki, ila kwa kuyafikia siipate tena. Kwa ngambo hiyo tunaishi katika hali iliyo ngumu kwanza kiuchumi. Kuna mashirika zilizokuwa tukitumika nazo, tunafanya vipindi, tunafanya vingine na wanasupport radio, ila siku hizi shirika hizo hazipatikani tena kwa sababu hata wafanyakazi ndani ya mashirika yale wameenda. Hakuwa na huo ugumu wa kuzungumzia yote tuliokuwa tukizungumzia zamani. Gershom Mohamedi alikazia kusema kwamba ni vizuri mpasha habari akazie kazi yake na kuifanya vizuri. Wamoja wenyewe wanaumba vyombo vya habari, hawana pesa ya kulipa wa journalist wapasha habari. Kusema leo wa journalist wanaishi tu na kazi ya kijournalist inakuwa nguvu sana. Wa journalist wanakuwa na makaskete za mingi, alors que kazi yetu hautakuwa journalist na unakuwa chargé de communication. Kazi yetu naomba wa journalist wakuwa neutre, wakuwa katikati. Ukikuwa chargé de communication na représenter ma intérêts moyo unapasha défendre. Hata kama shida ni nyingi, mpasha habari anaendelea kutumika kazi yake. Huko Sake, Ijumaa tarehe 8 Mei, kazi za ukarabati barabara Sake hadi Masisi zimeanzishwa kiserikali naye liwali wa jimbo Kivu Kaskazini. Bahati Musanga Erasto amesema ya kwamba kazi hizi zitadumu muda wa miezi mitatu na kuzaminiwa na serikali jimboni Kivu Kaskazini. Bolingo Amada, maelezo zaidi. Barabara ya lazima sana ambayo ina approvisionner province yetu ya Nord Kivu. Mheshimiwa liwali, tunasema karibu sana kwako na tunafurahi, tunapiga aksanti kwa hii projet ambayo umeanzisha hapa. Kila kazi ambayo guverneur anafaa kufanya hapa ni kazi nzito sana, lakini kwa nguvu za Mungu kazi itaendeka. Na ndio maana kupitia jina la Mwami Kanda Kibancha Nikola tunatakia guverneur wetu kazi njema ambayo enda kufungula hapa ya kufungua barabara ya Masisi. Habari ya mzuri nyingine yenye ninawawekea ni ya siku kidogo, tutakuja fungula barabara ya Sake Kanyabayonga. Ile barabara yenye tutatengeneza ya Sake Kanyabayonga itakuwa barabara ya gudro. Na nyuma ya pale, hii barabara yenye tunaanza leo, nayo tutatengeneza barabara kabla tukisha maliza hii travaux zenye tunataka anza. Hizi travaux zitafanya 5 mois. Hapa kutuko ku Carrefour, batu bataenda ku South Kivu, batu bataenda ku North Kivu. Tunafurahi sana gouverneur, tunashukuru mingi na kazi yenyewe uliko nafanya. Asante Buligo Amada kwa kutupatia habari, kwa kuweza kufanya ripoti, na tumeweza kujisikilia wenyewe kama liwali amesema ya kwamba kazi hizo zitaweza kudumu muda wa miezi 5. Kwa habari tu za huko Sake, idadi ya wakaaji wa kijiji cha Sake walinufaika, yaani kufaidika kutolipa kodi zote muda wa miezi 3. Liwali wa jimbo amechukua hatua hii Jumaa tarehe 2 Mei wakati alipoanzisha mradi wa kiserikali wa kukarabati barabara Sake hadi Masisi. Tufuate. Soko ya Sake, mabotike ya Sake, tunawapatia 3 mois na hamulipe taksi. Wenye wako nalipisha watoto ya Sake wayue kuanzia leo, watoto ya Sake wako na miezi 3 na hawalipe kitu. Kwani watoto ya Sake, hapa Sake kulikuwa vita, watu walipoteza vitu mingi, na si hatuna kingine cha kusaidia population ni kuiexonere zile taxe, juu population ne ginsi ya kurudia mu maisha ya kawaida. Kituo cha afya cha huko Turunga kilifaidika pia na kiwango kikuu cha pembejeo kwa huduma ya maradhi mbalimbali EST na mengine magonjwa ya kuambukia, pia jambo pia ya mambo ya kuweza kusaidia wale ambao wanaendesha kazi za uzazi. Haya yaliweza kufaidisha wakaaji wa huko Turunga wakati ambapo walionesha furaha yao na katoa shukrani. Kumetolewa msaada wa madawa ya kujikinga siku ya 5 tarehe 2 Mei kwenye kituo ya afya ya Turunga ndani ya kijiji Munigi wilayani Nyiragongo. Dawa hizo zitawasaidia kwa kujikinga na magonjwa mbalimbali inayoambukia kupitia tendo la ngono. Haya yalisababishwa kwa kuongezeka kufariki kwa wanawake wengi wakati ya kujifungua ndani wa mtaa ya afya ya Nyiragongo, kama vile alijulisha coordinator wa UNFPA Bibi
Andiamana alitoa shukrani zake kiongozi wa mtaa wa afya mganga Thierry Turano. Tumusikilize hapa akisema, tunashukuru msaada ambao UNFPA imetupatia leo kupitia DPS Nord Kivu, kwani ilikuwa ni besoin ambayo ilikuwa inachungiwa ndani ya mtaa wa afya wa Nyiragongo, precisement hapa kwa Turunga, na tunasema kuwa kama vile wa prestateur de base tutatumikisha vitu ambavyo tumepata kwa intérêt ya communauté, na itatusaidia kuameliore aussi condition ya wamama ama santé de la reproduction ndani ya mtaa wetu. Asante. Mtafahamu kwamba mradi huo umetolewa kwa msaada wa FCDO UNFPA ikitekelezwa na shirika RODP. Kwa kumalizia habari zetu, tutaenda kwa habari za michezo. Ni kwamba kijana Salumu Balingene, mzaliwa wa hapa mjini Goma, ndiye wa kwanza kuweza kuhudhuria mechi za CAN, yaani barani Afrika. Mengi zaidi tuyafate na mripoti wetu wa mchezo Christian Mususu na François Tambwe. Ripoti. Mchezaji Salumu Balingene Cedric ni yeye kwa sasa ndiye licho na matumaini ya wachezaji jimboni Kivu Kaskazini. Mzaliwa Goma atakuwa wa kwanza kuhudhuria mechi za finali za kugombea kombe barani Afrika ama Coupe d'Afrique des Nations, ijapokuwa ni competition ya vijana ya miaka chini ya 20. Salumu anafurahisha jimbo pia na mashabiki wake, kama vile mwalimu wake wa zamani hapa Amini Manaja Saidi, wenda tangu utoto wake atambua nguvu zake Salumu Balingene, pia mtakia heri na fanaka. Mimi nilimtosha mkartie nikamtia mu equipe, na kwa hiyo akaevolue ku centre de formation yangu tout jeune, et par après nikampana mu académie Bwendera. Ule jeune wakati nilimtosha mkartie alikuwa joueur mwenye nilikuwa naona yuko na avenir, kwa hiyo nikajimettre au travail kwa yeye pour que ipermette nione kama anaweza kuevolue. Petit à petit nikaevolue na mwisho nikamtuma kwa Académie Bwendera pour que aonekane sana zaidi na mzingine matimu za Goma. Impression yangu nilikuwa naona talaki na parvenir kufika kule, puisque niliona progression yake ilikuwa mzuri, kuona gisi kama gisi kuna evolue na sasa zile equipe zilimona na mimi niliapreciate ile. Ni vema kufahamu ya kwamba Salumu Balingene Cedric amepitia katika timu nyingi toka Ndosho, Académie ya Bwendera, AS Kivu United, DC Virunga na AS Dauphin Noir, timu ya ligi ya kwanza ya michuano nchini Kongo. Ni kwa habari hiyo ndipo hapo tunafika mwisho wa taarifa yetu habari. Tunasema asante kwa wote ambao walileta mchango wao ili habari hizi ziweze kuwajia vema. Shukrani kwa wote ambao wamejiandaa ili kuweza kuwa nyuma ya kamera. Tukisi basi Mwenyezi Mungu kutumalizisha tena wiki njema na kuanza wiki nyingine, tukisema basi atupatie maziwa, asali na mane. Kwaheri.